asifiwe. Natumaini wote ni wazima, mmeamka salama. Karibuni tena katika kesha la asubuhi la Novemba 24. Kabla tujaanza, tupate kuomba. Mtakatifu, mtakatifu, Baba katika mahali juu mbinguni, tunasema ni asante kwa masaa haya. Tunasema ni asante Mfalme wa amani kwa kutulinda usiku kucha na umetupatia tena kibali cha kuona siku yako njema, jina lako litukuzwe. Tazama Mfalme wa amani, tunapoenda kwa tafakari maneno yako matakatifu. Tunakuomba, tunamwalika Roho wako Mtakatifu kwa pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Tunaomba na kuamini na kushukuru kupitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wa maisha yetu. Amina. Kichwa cha somo kinasema ukuu wa utukufu wa milele. Inatoka Wakorintho wa pili 4 mstari wa 18, nao unasema tusiviangalie vinavyoonekana bali visivyoonekana, kwa maana vinavyoonekana ni muda tu, bali visivyoonekana ni vya milele. Miaka ya kujikana nafsi, ya kujinyima, ya majaribu, huzuni na mateso ambayo Paulo alistahimili alitaja kuwa kitambo. Mambo ya wakati uliopo hayakuchukuliwa kufaa kuyataja yanapolinganishwa na wingi wa utukufu wa milele ambao unawangoja wakati pambano litakapokuwa limekwisha. Mateso haya yalikuwa vitendea kazi vya Mungu vilivyowekwa wakfu kwa ajili ya ustawishaji wa tabia ya Kristo. Vyovyote vile hali ya mambo ya Kristo itakavyokuwa, vyovyote vile inavyoweza kuwa giza ama fumbo la uwekevu wa Mungu, hata iwe kukosa na kuteseka kwake, anaweza kutazama mbali na hayo yote na kutazama yasiyoonekana na ya milele. Anao uthibitisho wa baraka kwamba mambo yote yanatendeka kwa ajili ya faida yake. Roho Mtakatifu aliangazia nafsi ya Paulo kwa nuru itokayo mbinguni na alihakikishiwa kwamba alikuwa na faida katika mali iliyonunuliwa na kuhifadhiwa kwa ajili ya uaminifu. Lugha ya Paulo ilikuwa thabiti. Hakuweza kupata maneno yenye nguvu ifaayo ili kuelezea uzuri wa ule utukufu, heshima na kutokufa ambako waumini wataupokea pale Yesu atakapokuja. Ikilinganishwa na tukio ambalo jicho la akili yake lilikuwa likitazama. Mateso yote ya muda yalikuwa ya kitambo tu, mateso mepesi yaliyofaa kufikiriwa, yakiangaliwa kwa nuru ya msalaba. Mambo ya maisha haya yalikuwa ni ubatili na kujilisha upepo. Utukufu ule uliomvutia ulikuwa thabiti, mwingi, wa kudumu zaidi ya uwezo wa lugha kuweza kuelezea. Japokuwa Paulo anajaribu kuelezea kadiri awezavyo ili kwamba fikra iweze kuelewa uhalisia kadri inavyowezekana kwa watu wenye kikomo. Ulikuwa ni wingi wa utukufu, ukamilifu wa Mungu, maarifa ambayo hayakuweza kupimika. Ulikuwa ni utukufu mwingi mno wa milele. Inashindikana kuelezea uhalisia wake. Anatafuta kupata maneno yatakayoeleweka zaidi. Tamathali ya usemi ili thabiti kabisa haitaweza kuelezea ukweli. Anatafuta maneno yaliyo bora zaidi ambayo lugha ya kibinadamu inaweza kutoa, ili kwamba fikra iweze kung'amua kwa kiasi fulani ubora wa hali ya juu ya utukufu atakaopewa mshindi wa mwisho. Utakatifu, hadhi,
heshima na furaha kuu katika uwepo wa Mungu ni vitu ambavyo havionekani kwa sasa, isipokuwa kwa jicho la imani. Lakini vitu vinavyoonekana, yaani heshima ya dunia, anasa za dunia, utajiri na utukufu, vimepitwa kwa mbali sana kwa ubora, uzuri na mng'ao wa utukufu wa mambo yasiyoonekana sasa. Mambo ya dunia hii ni ya kitambo, yakidumu tu kwa muda mchache, wakati mambo yasiyoonekana ni ya milele, yakidumu vizazi hata vizazi, pasi na mwisho. Kujipatia hazina hii ya milele ni kupata kila kitu bila kupoteza chochote. Katika siku zijazo tutaona jinsi majaribu yetu yote yaliyounganishwa kwa ukaribu na wokovu wetu, wa jinsi mateso haya mepesi yaliyofanya kazi kwa faida yetu, yakitufanyia utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana. Wakorintho wa pili 4:17. Tutafute, tujikite sana kuyatafuta yale mambo yasiyoonekana, kwa sababu kila neno jema limetokana kwa kutoonekana. Kwa hiyo nawasihi watu wa Mungu, tujaribu kujiwekea hazina kwa Mungu wetu. Tuweke hazina kwa vitu ambavyo havionekani. Na Mungu awabariki, na watakia asubuhi njema. Basi tupate kuomba. Mtakatifu, mtakatifu, Baba mkatifu mahali pa juu mbinguni, tunasema ni asante tena kwa masaa haya. Tunasema ni asante kwa kitu ambacho umetukumbusha katika asubuhi ya leo, ni kitu cha thamani sana. Tunasema ni asante. Tunakuomba Roho yako Mtakatifu endelee kuwa pamoja nasi, ili mradi Baba tujikite zaidi kutafuta ukuu wako, kutafuta vitu ambavyo havionekana, ambavyo ni faida kwako mfalme wa amani, na vitu ambavyo vitakutwalia wewe utukufu, mfalme wa amani. Naomba na kuamini na kushukuru kupitia Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Amina.